Kwa majina ni yeye hawa. Taanza hapo kwa pati ya Gachagua. Taanza na hapo kwa pati ya Gachagua. Gachagua kulingana na katiba umekuwa impeach na upasi kuform party yako sahi. Inafaa ufuate maagizo, inafaa ufuate katiba yenye imesema ukae nje ya serikali miaka 10. Kwa hivyo hiyo party yako ya DCP hiyo dirty party hiyo hatuitaki. Kwa sababu wakati ambapo ulikuwa uongozini wewe na ndugu yako ambaye amebaki, hakuna matunda ya maana tulikuwa tunaona kwa kaunti. So sahi Kenya tunafuata sheria, tuangalii pesa, atuangalii mdomo yako tamu, atuangalii ile umati uko nayo. Tunaweza kuwa na umati na bado unatenda maovu chini ya maji. So Gachagua, itabidi tu ufuate maagizo. Kama venye mwanafunzi anapewa maagizo na mwalimu pale kwa shule. Unaambiwa kesho ni tuition na hakuna mtu anaingia hapa chini ya saa 12. Which means ukiingia saa 1, hiyo ni kiboko ama utarudi nyumbani. So Gachagua ufuate maagizo kama venye wanafunzi wanafuata maagizo shuleni. Hiyo party yako sioni kama itakuwa na manufaa hapa mbele. Na venye nimesoma ground, wananchi wengi wanasema hiyo party ni party ya ukabila na ni party ya ubinafsi. Unajua ukabila na ubinafsi ni kitu kinaendana. Hakuna venye mtu atakuwa ni mkabila na ana ubinafsi. Ubinafsi inaleta hiyo maneno ya kufavor tribe yako peke yake, kama ni Murima peke yake, Jema peke yake. Na hizo ndo vitu venye tumeona alikuwa anatuambia. Hizo tu ndo maneno za maana zenye anizatamuka. Kwa hivyo wewe Gachagua una hadi quality of a good leader. Au deserve kuwa kiongozi nchi. Bado umetuthreaten, ukatuambia 2027 itakuwa ni Christmas ya kifo. Na kiongozi mwenye anatumia akili, mwenye atumii uji, hapasi kuthreaten wananchi waliomchagua. Inafaa uombe country yako, unahubiri tu amani kila mahali. Ukipewa Kenya hopes, ukiwaambia mkinichagua kama ni vijana, taleta mradi ya kazi. Si hizo maneno ya Christmas ya kifo ni unatutangazia.